Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, unafahamu ya kwamba leo kuna mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara ambao utakuwa ukiweza kuendelea, ambapo huu ni mchezo wa kiporo ambapo klabu ya Simba haikucheza kutokana na Dodoma Jiji kuweza kupata majanga. Hapa nazungumzia ajali ambayo waliweza kuipata. Hivyo basi mchezo huu ukapangwa tarehe kama ya leo ambayo ilikuwa ni tarehe 14, mchezo huu kuweza kuchezwa, ambapo utakwenda kushuhudia leo hii Simba Sport Club wataweza kufanya nini, huku tayari kikosi ambacho kimeweza kutangazwa na kocha mkuu kabisa. Hapa nazungumzia Fadlu Davis akiweza kuweka bayana kile ambacho anataka kwenda kukifanya kwa Dodoma Jiji kwa sababu ya kwenda kuzitafuta alama 3. Ikumbuke ya kwamba bado yuko nyuma ya pointi kwa Young Africans, ingawa ya kwamba anatakiwa ashinde mchezo huu wa leo ili kuweza kumsogelea karibu Young Africans ambaye anaonekana kumuacha kwenye pointi. Sasa kikosi kiko vipi? Kikosi cha hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, acha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana haya ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya Simba. Kikosi cha klabu ya Simba ambacho kinachoanza dhidi ya Dodoma Jiji kama ifuatavyo. Hapa nimekusogezea kikosi hicho, ambapo golini atasimama Musa Pimpin Kamara. Unafahamu bora wake na unafahamu moja kati ya magolikipa ambao wanaongoza kwa clean sheet ndani ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Amekuwa na muendelezo mzuri akiwa na kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba na kuweza kupewa golikipa namba 1 wa klabu ya Simba kwa sasa. Si jambo dogo, ni jambo kubwa. Ubora unajizihilisha na mwalimu Fadlu Davis ameendelea kumkubali, ndio maana ameendelea kumwanzisha kwenye kikosi chake. Lakini kwa upande wa beki namba 2 atasimama Shomari Kapombe. Unafahamu upande wa Shomari Kapombe ni mmoja kati ya wachezaji ambao wana uwezo wa kupandisha mashambulizi, ana uwezo wa kwenda na kurudi. Kazi yake ni kuhakikisha kwamba anakwenda kuwazuia Dodoma Jiji wasiweze kujimwambafai katika eneo la upande wake. Lakini kwa upande wa beki namba 3 atasimama Zimbwe Junior. Unafahamu shughuli yake, pia kazi yake kubwa huwa ni kupanda na kurudi na kwenda kumwaga zile cross ambazo atakutana nazo washambuliaji katika eneo la katikati la ufungaji kule. Kwa hiyo uwepo wa Shabalala pia unaongeza thamani kwenye kikosi cha leo, kuonesha uzito ni kwamba wanakihitaji ama wanazihitaji alama 3 mbele ya Dodoma Jiji. Lakini kwa upande wa namba 4 anasimama Hamza. Unafahamu shughuli yake, Hamza amekuwa na muendelezo mzuri kweli kweli, ukiweza kushuhudia uaminifu mkubwa kabisa ambao ameendelea kuaminiwa kwenye kikosi cha klabu. Lakini kwa upande wa beki namba 5 anasimama Chema Lawan Fondo, akiweza kusimama katika eneo hilo. Unafahamu bora wake katika kumlinda golikipa wao Musa Pimpin Kamara. Atakuwepo Chema Lawan katika upande wa safu hiyo ya namba 5. Lakini kwa hiyo hapo ndo tunamaliza kwa upande wa mabeki. Tunahamia katika upande wa viungo sasa hapa, ambako namba 6 anasimama si mwingine bali unazungumzia huyu ni Yusuf Kagoma. Amekuwa na muendelezo mzuri kweli kweli na kikosi cha klabu ya Simba, mwalimu akiendelea kuweza kumwamini na kuweza kumwanzisha kwenye kikosi hicho, pindi ambapo unaweza ukashuhudia namna gani ambavyo kile kinachokwenda kutokea katika eneo la namba 6. Bila shaka hana kitu ambacho amekipoteza kumwanzisha Kagoma. Lakini kwa upande wa namba 7 anasimama Kibu Dennis. Unafahamu shughuli yake, ni moja kati ya wachezaji ambao wana uwezo kuifungua safu ya ulinzi ya timu pinzani kwa kuweza kukimbia na mpira, kwa kuweza kupita katikati, mashuti yake makali kweli kweli. Hivyo basi utakwenda kushuhudia leo hii kazi Dodoma Jiji watakuwa nayo mbele ya hapa. Unazungumzia si wengine bali
ni Simba Sport Club. Lakini kwa upande wa namba 8 sasa utakutana na Fabrice Luamba Ngoma. Anafahamu shughuli yake, moja kati ya wachezaji bora kwelikweli ambao wanapatikana kwenye kikosi cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Katika eneo lake Fabrice Ngoma shughuli yake ni moja tu, kuhakikisha anakwenda kutoa zile pasi za upendo kabisa kwa washambuliaji ambao siku ya leo mwalimu amewapa nafasi ya kuanza katika mchezo huu. Kwa hiyo Fabrice Ngoma atakuwemo ndani. Lakini kwa upande wa namba 9 sasa atakuwepo si mwingine bado, nazungumzia Lionel Ateba. Shughuli yake akienda kuzitafuta pia